Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, tupo kwenye mwezi mzuri, mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi yangu ya baraka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tegemea sana kuona ndani ya mwezi huu Mungu anakurudisha kwenye nafasi yako ya baraka. Kwenye nafasi ambayo alipokuumba aliiweka kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ile nafasi ambayo imebeba kusudi la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakutukuza na ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya siku nzuri na siku nyingine tena ya baraka ambayo umetupa kwenye maisha yetu. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya kila mtu ambaye anasikiliza maombi haya sasa hivi. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninajua utatuhudumia. Ninasema asante kwa sababu utazungumza na maisha yetu. Lakini zaidi ya yote Mungu, utatufungua kutoka kwenye kila kifungo cha nguvu za giza ambazo zimefunga maisha yetu, ambazo zimeharibu maisha yetu, ambazo zimeturudisha nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Mungu wangu, wote utatupa neema na kibali cha kuweza kurudishwa na kurudi kwenye nafasi zetu za baraka kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye Mungu anasikiliza maombi haya usiku wa leo, ninaomba ukamponye. Usiku wa leo ninaomba ukamsaidie. Usiku wa leo ninaomba ukamfungue kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu tena kwa jina la Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetoka kukwambia tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu tunasimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi 18:19. Na neno la Mungu linasema hivi: akanitoa, akanipeleka panapo nafasi. Aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakutoa, atakupeleka panapo nafasi. Lakini sio tu ya kwamba Mungu atakutoa, bali Mungu atakuponya. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, yeyote ambaye umeumizwa na una maumivu, una vidonda, usiku wa leo ndani ya mwezi huu Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakurudisha na atakuweka kwenye nafasi yako ya baraka. Mstari wa pili ambao tumekuwa tunasimama nao unatoka kwenye Zaburi 18:36. Neno la Mungu linasema, umezifanyizia nafasi hatua zangu na miguu yangu haikuteleza. Mpendwa msikilizaji, Mungu ataifanyizia nafasi miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu miguu itafanyiziwa nafasi, bali haitateleza. Maana yake hautatoka kwenye hiyo nafasi ambayo Bwana Mungu atakufanyizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, usiku wa leo kichwa chetu cha somo kinasema hivi: maombi ya kuvunja kila nira au vifungo vinavyokushikilia ili usirudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unayeandika, andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo: maombi ya kuvunja kila nira au vifungo vinavyokushikilia ili usirudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Mtu wa Mungu, usiku wa leo, kila nira na vifungo ambavyo vimeshikilia maisha yako ili usirudishwe, usiku wa leo Mungu anaenda kuvivunja hivyo vifungo na nira, na utaweza kurudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mtu wa Mungu, kwenye masomo yetu yaliyopita nilikwambia Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea nafasi yake ya baraka ili mwanadamu astawi mahali hapo, ili mwanadamu aongezeke, afurahi na aweze kumtumikia Mungu na kusimamia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo mtu yeyote wa Mungu ambaye unanisikiliza, unayo nafasi yako ya baraka kwenye maisha yako. Na hiyo nafasi yako ya baraka uliwekewa kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unatakiwa mtu wa Mungu kuona baraka. Baraka ambazo zitaanzia kwenye ulimwengu wa roho na zitakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: mpenzi au mpendwa wangu, ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mafanikio halisi yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipomuumba mwanadamu alimwekea hayo mafanikio kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani alipambana kuhakikisha anamtoa mwanadamu kwenye nafasi. Kwa nini anamtoa? Kwa sababu alimuonea wivu. Kwa nini anamtoa? Kwa sababu alimchukia. Kwa nini anamtoa? Kwa sababu shetani alitaka kukaa yeye kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo watu wengi leo, mtu wa Mungu, wanahangaika kwenye maisha yao kwa sababu wametolewa kwenye nafasi zao za baraka. Na mtu wa Mungu, unapotoka au unapotolewa kwenye nafasi yako ya baraka, maisha yako hayajai mafanikio ambayo Mungu alikuumbia au alikupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yako, mtu wa Mungu, yanajaa machozi, yanajaa simanzi, yanajaa vilio. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa unasononeka, hauoni umuhimu kwa nini upo. Kwa hiyo Mungu anapokuja kwenye maisha yako kukusaidia, cha kwanza anakurudisha kwenye nafasi yako ya baraka. Kwa sababu nafasi yako ndio ina baraka zote za rohoni na mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, Mungu anavunja nira na vifungo kwenye maisha yako ili akurudishe kwenye nafasi yako ya baraka. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia nira, tunamaanisha nini? Nira ni kifungo kwenye ulimwengu wa roho ambacho mtu anakuwa anafungwa na nguvu za giza. Anafungwa na mapepo, anafungwa na wachawi, anafungwa na watu wabaya ili asisimamie mapenzi ya Mungu. Au anafungwa hiyo nira ili asimamie mapenzi au matakwa ya yule aliyemfunga. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia ulimwengu wa mwili, tunapozungumzia nira, walikuwa wanafungwa ng'ombe au wanyama ambao watu wengi walikuwa wanawatumia kwa ajili ya kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Na wanyama hawa walipokuwa wakifungwa nira kwenye mabega yao, yule aliyewafunga anawapeleka mahali anapotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo, mtu wa Mungu, kuna watu wamefungwa nira kwenye maisha yao, na hizo nira wanapelekeshwa mahali ambapo huyo aliyewafunga anataka. Na watu wengi leo wamefungwa nira na mapepo na nguvu za giza na watu wabaya kwenye maisha yao, na wamekuwa watumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Kutoka 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko unaona Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Mtu wa Mungu, nimekwambia adui au nguvu za giza au watu wabaya wanapokufunga nira,
unafanya matakwa yao, unafanya mapenzi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wanakupeleka mahali ambapo wao wanataka. Kwa hiyo mtu wa Mungu unajikuta upo kwenye utumwa, upo kwenye manyanyaso, hauoni uhuru wa maisha yako, hauoni baraka za maisha yako, hauoni amani ya maisha yako, wala hauoni furaha ya maisha yako. Neno la Mungu linasema, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana na yajua maumivu yao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wale wasimamizi waliokuwa wanawasimamia wana wa Israeli walikuwa wanawaletea maumivu kwenye maisha yao. Walikuwa wanawatenda vibaya kwenye maisha yao. Walikuwa wanawanyanyasa na kuwaumiza. Ndio maana wakaanza kulia, kwa sababu walijiona hawana uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliona hawana baraka kwenye maisha yao. Nisomee mstari wa 8 dada Krista. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile, hata nchi njema kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Muhiti na Muamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awaokoe, awatoe kwenye vifungo. Mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu anataka kukuokoa kwenye vifungo ulivyopo. Ndio maana amesema miguu yako ataifanyizia nafasi na haitaondoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Haitateleza tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema, niwapandishe kutoka nchi ile. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakurudisha kwenye nafasi. Manake atakutoa kwenye nafasi moja, atakupandisha kwenye nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo nafasi ambayo Mungu atakuweka ni nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma huu mstari anasema hivi, hata nchi njema kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali. Kwa hiyo ukiwaangalia wana wa Israeli walikuwa utumwani, walikuwa kwenye nafasi ambayo haina maziwa, haina asali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa kwenye nafasi ambazo sio nafasi zao. Nimekwambia mtu wa Mungu, Mungu anapokurudisha kwenye nafasi yako ina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafasi yako ina amani, nafasi yako ina utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeyote aliyefungwa nira na watu wabaya, yeyote aliyefungwa vifungo na nguvu za giza, akahamishwa akaingiza kwenye utumwa, usiku wa leo Mungu anaenda kukutoa. Ngoja tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 2 mstari wa 23. Kutoka 2:23. Hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma Kutoka 2:23, neno la Mungu linasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Unapouona utumwa, mtu wa Mungu, unaona nafasi ambayo imekuja kwa wana wa Israeli. Sio nafasi njema ambayo mwanzoni Bwana Mungu aliwaeka. Lakini unaona mfalme aliyekufa wa kwanza, wa pili aliwahamisha kwenye nafasi zao za baraka. Akawapeleka kwenye nafasi za utumwa. Walipokuwa kwenye utumwa, unaona wanaugua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona wanasononeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana mtu wa Mungu, nimekwambia huu ni mwezi wa kurudishwa. Yeyote aliyekutoa kwenye nafasi yako ya baraka, ambayo hata wewe unajua kuna mahali nilikuwa mwanzoni, mahali palikuwa na amani, mahali palikuwa na upendo, mahali nilikuwa nafanya kazi, mahali nilikuwa napata kipato, kazi ya kwanza ilikuwa nzuri, lakini ghafla unahamishwa kwenye nafasi yako ya kwanza, unaingia kwenye nafasi nyingine, unaona utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakosa amani, unaona mateso. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unakuwa haupo kwenye nafasi yako njema. Unakuwa haupo kwenye nafasi yako nzuri. Watu wengi wamehamishwa kwenye nafasi zao pasipo wao kujua. Kwa nini wamehamishwa? Nira, mtu wa Mungu. Wana nira kwenye shingo. Umewekewa nira kwenye mabega. Hauendi mahali unapotaka wewe kwenda, bali unaenda mahali wasimamizi
wanapotaka wewe uende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mahali pakiwa pabaya unaona unaenda, hata njia ikiwa ngumu unaona bado unaendelea, haujui unatokaje, haujui unarudije. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukirudi kwenye ili andiko unaona wana wa Israeli wanalia kwa ajili ya ule utumwa. Utumwa umekuja ghafla kwenye maisha yao. Kaingia mfalme mpya, amekuja kiongozi mpya, amebadilisha utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Amebadilisha mifumo, utumwa umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini utumwa umeingia? Kwa sababu ya makosa, mtu wa Mungu. Kwa sababu ya dhambi, mtu wa Mungu. Kwa sababu ya adui, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema usiku wa leo, kila kifungo ambacho umefungwa kimekuingiza kwenye utumwa, kimekuingiza kwenye dhambi, kimekuingiza kwenye makosa, kimekutoa kwenye nafasi zako, kinakatika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nimekwambia ndani ya mwezi huu tutakemea sana. Tutahakikisha vifungo vyote tunafunguliwa. Tutahakikisha nira zote zinakatika. Turudi kwenye nafasi zenye baraka. Turudi kwenye nafasi ambazo Mungu alipotuumba alituwekea. Turudi kwenye ile amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona Mungu anapotaka kuwatoa anasema nawapeleka kwenye nchi zenye maziwa na asali. Manake Mungu anajua unatakiwa kupata maziwa, mtu wa Mungu. Unatakiwa kupata asali, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista nisomee Kutoka 7 mstari wa 1 na wa 2. Kutoka 7 mstari wa 1 na wa 2. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena haya yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, baada ya wana wa Israeli kulia ya kwamba Mungu tusaidie, ya kwamba Mungu tuokoe, maana tuko utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kuzungumza na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye hii Kutoka 7 mstari wa 1 na wa 2, unamwona Mungu anamfuata Musa, anamwambia angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Kwa hiyo Mungu anamtengenezea Musa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi yake ya baraka, nafasi yake ya ushindi itakayowafanya wana wa Israeli wote watoke utumwani. Na nafasi ya Musa inapotengenezwa, nafasi ya Haruni inapatikana. Mtu wa Mungu, watu leo wameomba mbele za Mungu awasaidie waone kazi kwenye maisha yao. Waone mafanikio kwenye maisha yao. Walipoomba wao, Mungu anakufuata wewe. Mungu akikuangalia, ndani yako ameweka viwanda, mtu wa Mungu. Ndani yako ameweka kampuni, mtu wa Mungu. Ndani yako ameweka machozi ya watu wengi. Ili wafutwe wale machozi, lazima wewe utoke utumwani, urudi kwenye nafasi yako ya baraka. Maana nafasi yako ya baraka inayo utele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu leo Mungu anasubiri utoke kwenye utumwa, ukafungue kampuni, ili watu wanaomwomba Mungu kazi waje kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wafanye kazi. Kwa hiyo unaona, baada ya wana wa Israeli kulia, Mungu anamfuata Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi ya Musa ilifungwa kwa wana wa Israeli. Wakati Mungu anamfuata Musa, Musa alikuwa anachunga ng'ombe kule, anachunga kondoo, alikuwa anahangaika huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya maombi unaona na nafasi ya Musa inarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwenye kuchunga ng'ombe mpaka nafasi ya kuwa kama Mungu kwa Farao. Ni nafasi kubwa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo watu wengi wanaolia kwenye familia yako wanasababisha nafasi zao zipatikane, lakini nafasi yako pia wewe, mtu wa Mungu, ipatikane. Ndio maana nimekwambia lazima tuombe. Tunapoomba unatoka kwenye utumwa. Ule utumwa ni mkubwa, mtu wa Mungu. Ile nira ni kubwa, mtu wa Mungu. Mafanikio yako wewe kutoka, atatoka watu wako wote kwenye familia yako. Uko wako wote mzima kwenye familia yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usipuuzie maombi. Usipuuzie nira kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema wana wa Israeli wakalia mbele za Bwana. Walipolia mbele za Bwana, Mungu anaenda kwa Musa. Anapoenda kwa Musa, Musa anarudi kwenye nafasi yake ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba hapa, mtu wa Mungu, wote tunafunguliwa. Wote tunarudi kwenye nafasi zetu za
za baraka. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 2 nikuonyeshe kitu. Utanena haya yote ni kuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaanza kumwelezea Musa. Anamwambia utanena na Farao, na Haruni ataenda atanena, ili awape watu wangu ruhusa. Mtu wa Mungu, nimekwambia nafasi yako ya baraka inayo kazi ya wewe kufanya, lakini kuna maelekezo na maonyo, lakini pia kuna sauti ya Mungu. Mungu anapokupa kazi, Mungu anapokurejesha kwenye nafasi, lazima akupe maelekezo, lazima, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapokuweka kwenye nafasi yako ya baraka, aliyemruhusu akuweke, lazima akupe maelekezo ya kusimamia, lazima akupe maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, anasema utanena hayo yote ni kuagizayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndugu yako Haruni atanena na Farao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona, maombi yanamfungua Musa. Maombi yanasababisha Haruni tumuone. Mwanzo tulikuwa tumuoni. Maombi yanasababisha wana wa Israeli watoke kwenye utumwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, maombi yako yanasababisha familia yako yote itoke kwenye utumwa. Amen. Maombi yako yanasababisha familia yako nzima irudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba nisomee Kutoka 8 mstari wa 1 na wa 2. Kutoka 8 mstari wa 1 na wa 2. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma kwenye Kutoka 8 mstari wa 1 hadi wa 2, unamwona Mungu anaendelea kuhakikisha wana Israeli wanatolewa kwenye utumwa waliopo. Wanatolewa kwenye vifungo walivyopo, kwa sababu vifungo vyao vimewaingiza kwenye utumwa. Na unaona, Mungu anapoenda kuwadai, tunaiona nafasi yao ambayo Mungu aliwaumbia ni kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia nafasi yako ya baraka inakufanya usimamie mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiona haukai kwenye nafasi yako ya baraka, maana yake hauna uhuru hata wa kusimamia mapenzi ya Mungu. Maana yake hauwezi kufanya ya kupasayo wewe kuyafanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kila kifungo ambacho umefungwa na nguvu za giza, kila kifungo ambacho umefungwa na mapepo, kila kifungo ambacho umefungwa na watu wabaya, usiku wa leo natamka kwa jina la Yesu Kristo kikuachie. Amen. Usiku wa leo natamka kwa jina la Yesu Kristo urudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Kama vile Mungu alivyomnyanyua Musa akaenda kwa Farao, na mimi usiku wa leo Mungu ameninyanyua niseme kwa niaba yako katika jina la Yesu Kristo, kila kifungo kinakatika usiku wa leo. Amen. Na unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Unarudishwa kwenye nafasi yako iliyojaa matumaini. Amen. Unarudishwa kwenye nafasi yako iliyo na maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vifungo ni vibaya, mtu wa Mungu. Vifungo vimewaingiza watu wengi utumwani, mtu wa Mungu. Vifungo vimefanya watu wasiwe na uhuru, mtu wa Mungu. Vifungo vimewaingiza watu kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vifungo vimewaficha watu wasione nafasi zao za baraka. Watu wanafanya vitu chini ya kiwango. Watu wanafanya kazi mahali ambapo Mungu hakuwaweka. Ndio maana wanapolia Mungu anashangaa, uko wapi? Kwani we Kristo uko wapi? Mbona nilikuandikia utanitumikia? Sasa hapo kwenye hicho kibanda cha vocha unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio Mungu akuoni, alikuwa anakuona. Lakini unapoomba akutoe, unapoomba una pesa, unapoomba una mafanikio, unapoomba hauna ada, unapoomba hauna kodi, Mungu anashangaa, mbona nilikupa? Kwenye nafasi yako ya baraka nilikuwekea kila kitu. Mbona unalia hauna chakula wewe? Wewe lini mimi nimekunyima chakula? Mbona unalia hauna mke?
Mbona mke unalia hauna mume? Mbona unalia hauna uzao? Kwani uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani amekuchukua? Uko kwa nani? Mbona sikuoni? Nani amekufunga? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapotaka kukusaidia lazima akuondoe kwenye vifungo, mtu wa Mungu. Lazima akutoe utumwani, mtu wa Mungu. Amen. Mungu hawezi kuchukua divai mpya, mtu wa Mungu, akaeka kwenye kiriba cha zamani. Sio utaratibu wa Mungu. Amen. Mungu hawezi kuchukua baraka alizokuwekea akakupa mahali ambapo upo. Mahali ambapo sio sahihi, sio utaratibu wa Mungu. Mahali ambapo upo kuna nyoka, mtu wa Mungu. Kuna wanyang'anyi, kuna wezi, kuna waharibifu, wataua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ili akupe divai mpya lazima kiriba kiwe kipya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiriba kipya manake nini? Nafasi yako ya baraka inayoweza kubeba divai mpya. Amen. Ili uweze kupandishwa cheo unachokitaka, mtu wa Mungu, rudi. Uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko wapi? Uko kwenye utumwa. Mungu hawezi kukupa maziwa na asali kwenye nchi ya utumwa. Wasimamizi watakula maziwa yako, watayanywa. Asali watalamba wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hawezi kukunyanyua uwe kiongozi mkubwa kwenye utumwa, mtu wa Mungu. Au utapata faida, au utaona mema, bali utakuwa mtumwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia usiku wa leo vifungo vyote vinakatika kwa jina la Yesu. Nakwambia usiku wa leo hizo nira zinaondoka kwa jina la Yesu. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, nira inafungwa kwenye shingo, inafungwa kwenye mabega, unapelekeshwa. Hujui mwelekeo wa maisha yako. Kwa nini nira? Una sauti mahali ulipo. Una sauti wala maamuzi ya maisha yako. Huwezi kusema hiki sitaki, hiki nataka, hiki sio sawa, hiki ni sawa. Kwa sababu gani? Nira, mtu wa Mungu. Umekubali kuwa mtumwa kwa ajili ya nini? Njaa. Kwa nini una njaa? Haupo kwenye nafasi. Mungu anasema mashariki mwa Eden nilihakikisha nimemwekea mwanadamu miche yote. Amen. Nilimwekea mwanadamu matunda yote. Amen. Nilimwekea mwanadamu mto asione kiu. Lakini Mungu akikuangalia una kiu. Una kiu na ndoa. Una kiu na uzao. Una kiu na afya. Una kiu na mali. Mungu anakushangaa, uko wapi? Mbona mimi nimekuwekea mto na mto ni mkubwa, tena nikaifanyizishia vichwa 4 kwenye mto. Nimekupa kila kitu. Kwani uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo neno la Mungu linasema wana wa Israeli wakalia kwa sababu ya ule utumwa. Kwa nini wako utumwani? Hawako kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini unasononeka sana, mtu wa Mungu? Hauko kwenye nafasi. Kwa nini unalia sana na kuugua, mtu wa Mungu? Hauko kwenye nafasi. Kwa nini hauoni furaha ya wokovu wa maisha yako, mtu wa Mungu? Haupo kwenye nafasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikupeleke kwenye Mathayo nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba nisomee Mathayo 21 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mathayo 21 mstari wa 1 mpaka wa 3. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi 2 akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, unamwona Yesu anafika kwenye Yerusalemu. Anasema alikaribia Betishage katika mlima Mizeituni. Anasema hivi, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi 2 akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni mniletee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, umefungwa. Upo kwenye vifungo. Maombi yako yamefanya Mungu akiangalia kijiji ulichopo. Maombi yako yamefanya Mungu akuangalie kutoka mbali mahali upo. Anakuona umefungwa. Upo kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu punda, unamwona punda akiwa yeye na mama yake. Wote wako kwenye kifungo. Anasema hivi, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni mniletee. Mtu wa Mungu, upo kwenye kifungo wewe na mama yako na baba yako na wadogo zako. Neno la Mungu linasema mwanapunda na mamae. Akuwa peke yake. Kwa hiyo unaona kifungo kilianzia kwa mama. Mama alikuwa kwenye kifungo. Mama alikuwa kwenye kifungo, akapata
ujauzito kwenye kifungo, akamzaa mwanapunda kwenye kifungo. Kwa hiyo hata baba yupo kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Japo Biblia haijamuonyesha. Kwa hiyo hii familia ya punda iko kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Wamefungwa. Nimekwambia usiku wa leo, ili urudishwe kwenye nafasi yako ya baraka, lazima vifungo vifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na neno linasema kwenye mstari wa 3, na kama mtu akiwaambia neno semeni, Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwa nini unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka? Kwa sababu Bwana anakuhitaji. Kwa sababu Bwana anaja na wewe. Ngoja nikuonyeshe kitu. Dada Krista nisomee Luka 19 29 mpaka 31 ili tukaombe. Luka 19 29 mpaka 31. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi, akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yoyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Mathayo tuliyoisoma na Luka zitofautiani. Lakini nilitaka kukuonyesha kitu kwenye Luka. Neno linasema hivi, ikawa alipokaribia Bethshage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, aliwatumwa wawili katika wale wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aliwatumwa? Mwanapunda na punda, muda wao wa kufunguliwa ulifika. Muda wao wa kurudishwa kwenye nafasi ulifika. Nimetoka juu kukwambia, wana wa Israeli walipolia, Mungu alimfuata Musa na Haruni akawatuma kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona Yesu anatuma wanafunzi wawili waende. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi kwenye mstari wa 30, akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimekurudisha kwenye Luka? Mtu wa Mungu, punda huyu mwanapunda amefungwa akiwa hajapandwa na mtu bado. Nataka kukwambia nini, mtu wa Mungu? Umefungwa tangu kuzaliwa kwako. Haujaona maisha bado. Haujaona amani bado. Ulipozaliwa tu umekutana na vifungo. Ulipozaliwa tu umezaliwa utumwani. Ulipozaliwa tu umeona fedhea. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema mwanapunda hajapandwa na mtu bado, lakini yupo kwenye kifungo. Nani kamuingiza kwenye kifungo? Amezaliwa tu, hayuko kwenye nafasi. Mtu wa Mungu, umemaliza shule tu, umeshika vyeti vyako, umefaulu vizuri, auoni kazi bado. Auoni uchumi bado. Unaona umasikini tu. Akati hujapandwa na mtu, hujamtenda mtu mabaya, hujaiba mali ya mtu, hujaiba chochote cha mtu, lakini unakutana na mateso. Kwa nini? Nira, mtu wa Mungu. Waliokufunga wanakupeleka mahali ambapo utakiwi. Unamkuta mama yako yuko kwenye utumwa, mtu wa Mungu. Alipokuzaa umezaliwa kwenye utumwa. Kwa hiyo hayo mateso yanakupata utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Unazaliwa unaambiwa kulikuwa na Eden usioijua, ambayo hujaishi. Nani alifanya makosa? Nani aliwauzi? Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekusudia mabaya. Shetani amekusudia kuona mauti kwenye maisha yako. Lakini usiku wa leo kila kifungo, mtu wa Mungu, kinakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, ngoja nikuonyeshe kitu kwenye mstari wa 31. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, bado utakapokuwa unataka kufunguliwa, wapo watu watauliza, mbona mnamfungua? Yule aliyekufunga nira hatokubali utoke. Atauliza, mnampeleka wapi? Kwa sababu amezoea kukuona kwenye utumwa. Amezoea kuona yeye ndo anapata faida, wewe unapata hasara. Amezoea kukuona kwenye mji wake unalia. Amezoea kukuona anakuibia na kuitumia nyota yako. Amezoea kuona anatumia nguvu zako. Wewe umemfunga huyu punda muda mrefu. Tena ulifunga pamoja na mama yake, ukafunga pamoja na baba yake. Wote mmezaliwa utumwani. Leo nataka kutoka, alafu unaniuliza nataka kwenda wapi? Kwani haya ndo maisha yangu? Nataka kwenda kwenye nafasi yangu ya baraka. Nataka kwenda mahali ambapo Mungu aliniwekea niende. Nataka kuoa mke wa maisha yangu. Nataka kuolewa na mume wa maisha yangu. Unanifunga muda mrefu. Nina miaka sasa hivi 35 naenda 40. Nataka kuolewa. Unaniuliza kwa nini unaolewa? Wewe
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kama hautakuwa na jazba, kama hautampinga shetani, hautakuwa huru. Nimekwambia huu ni mwezi tutakemea sana. Huu ni mwezi tutaamuru nguvu za giza zitutoke. Huu ni mwezi tutarudi kwenye nafasi zetu za baraka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 35 tukaombe. Luka 19:35. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Punda alikaa kwenye utumwa, lakini kazi yake ilikuwa nini? Kumbeba mfalme. Kazi yake ilikuwa nini? Kumbeba Yesu. Nafasi yake ya baraka ilikuwa ni nini? Kumbeba Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, umewekwa kwenye utumwa na vifungo kwa sababu nafasi yako ya baraka imebeba mema, imebeba manono, Amen. imebeba wingi. Amen. Ndio maana hawataki kukuachia. Ndio maana aliyekufunga nira hataki kukuachia. Unalima eka na eka, anapata mazao mengi, anapata watoto wengi, na wewe unapata hasara. Lakini leo Yesu ametutuma ya kwamba tuje mpaka kwenye hicho kijiji. Amen. Tuje mpaka kwenye malango ya nyumba yako. Amen. Tuingie mpaka kwenye ardhi yako. Amen. Tukwambie Bwana anaja na wewe. Amen. Tukwambie rudishwa kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Tukwambie rudi kwenye ile nafasi yako. Amen. Mungu alikuweka ukamtumikie. Amen. Mungu amekuweka ukahubiri injili. Amen. Mungu amekuweka uwe mfanyabiashara mkubwa. Amen. Mungu amekuweka uwe daktari mkubwa. Amen. Mungu amekuweka uwe kiongozi wa maana. Amen. Tumetumwa kwenye mji wako. Amen. Tumetumwa na Yesu. Amen. Anasema wafungue. Bwana anaja na wewe. Amen. Usiku wa leo Bwana anaja na wewe. Amen. Unatakiwa kurudi kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Unatakiwa kurudisha kwenye nafasi yako ya baraka. Amen. Anza kupaki vitu, mtu wa Mungu. Amen. Paki vitu vyako, mtu wa Mungu. Amen. Beba mizigo yako. Kamkaa wa kuondoka. Amen. Kamkaa wa kutoka. Amen. Maana usiku wa leo Bwana anaja na wewe. Amen. Kila kifungo kinaondoka. Amen. Kila nira inavunjwa katika Amen. jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee Isaya 10 mstari wa 27. Isaya 10 mstari wa 27. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena imekuwa katika huu mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzigo wako unatakiwa kuondoka shingoni mwako. Amen. Nira inatakiwa kuharibiwa kwenye maisha yako. Amen. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Amen. Usiku wa leo mtu wa Mungu tutajitia mafuta mahali tulipo. Amen. Usiku wa leo mtu wa Mungu utashika mafuta ulionayo. Amen. Tutaachilia nguvu za Bwana kwenye hayo mafuta. Amen. Tutahakikisha tunajipaka kwenye mabega. Amen. Tunajipaka kwenye shingo. Amen. Tunajipaka kwenye miguu. Amen. Tunasema muda umefika, tunatakiwa kuondoka. Amen. Kila nira na mizigo ya kipepo toka. Amen. Kila nira na mizigo ya kipepo vunjika. Amen. Hebu mshukuru Mungu mahali ulipo, mtu wa Bwana Mungu. Yesu nakushukuru. Randa Asante kabade. kwa ajili ya somo la siku ya leo, Zarakataya Bwana. manda kabade. Asante kwa ajili ya Zokora neema kamanda yako, kabade. Bwana. Tunakushukuru Shukuru Mfalme. mtu wa Mungu. Tunasema asante Rakataya Bwana. manda. Tunakushukuru kwa ajili ya neno hili la wakati. Zarakataya manda. Tunakushukuru maana Zokora vile kataya. vifungo Randa vimevunjika. kabade. Maana zile nira Zokora zimevunjika. kataya. Maana wale Zakarakataya waliotushika manda. wanatuachia usiku wa leo. Tunakushukuru Randa Bwana. kabade. Tunasema Nira asante. yako inaondoka. Tunakushukuru Mzigo Bwana. wako unaondoka. Tunakushukuru Bwana. Unawekwa Maana ule huru mzigo kwa jina la Yesu mabegani Kristo. kwetu unaondoka. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Usiku wa leo. Ninavunja kila vifungo vilivyonifunga kwenye maisha yangu. Ninavunja kila vifungo vya nguvu za giza. Kila vifungo vya kipepo. Kila vifungo vya kichawi. Kila vifungo vya watu wabaya kwenye maisha yangu. Ninavunja kwenye maisha yangu. Ninavunja kwenye mji wangu. Ninavunja kwenye mji wangu. Ninavunja kwenye familia yangu. Vunja, mtu wa Mungu. Ninavunja kila vifungo vilivyonifunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja kila vifungo vya kipepo, kila vifungo vya adui. Ninavunja kila vifungo vilivyonifunga kwenye miguu yangu, kwenye mabega yangu, kwenye shingo yangu. Ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vifungo vya kipepo, kila vifungo vya nguvu za giza, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninavunja kila vifungo kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye kazi.
ninavunja kila vifungo vya kipepo, ninavunja usiku wa leo, ninavunja kwa jina la Yesu, 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 kila vifungo vya kipepo vilivyofunga maisha yangu, kila vifungo vya kipepo vilivyofunga nisirudi kwenye ile nafasi yangu ya baraka, ninavunja kwa jina la Yesu, ninavunja kwa jina la Yesu, navunja vifungo vyote vya kipepo, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila minyororo achia maisha yangu, kila pepo achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia uhai wangu, achia uhuru wangu, achia nafasi yangu, ninavunja, 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 ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila vifungo, ninavunja kila vifungo, ninavunja kila vifungo kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, ninavunja, ninavunja kwenye mji wangu kila vifungo vya kipepo, kila vifungo vya kipepo kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo, usiku wa leo, ninavunja kila nira zilizonishikilia kwenye maisha yangu, ninavunja kila nira zilizonishikilia kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila nira za kichawi, kila nira za kipepo, kila nira za nguvu za giza, kila nira za kiganga, kila nira za wenye ila, kila nira za watu wabaya, ninazivunja kwenye maisha yangu, ninazivunja kwenye maisha yangu, ninazivunja kwenye familia yangu, ninazivunja upande wa baba yangu na upande wa mama yangu. Neno la Mungu linasema yule mwanapunda pamoja na mama yake walikuwa wamefanya utumwa, walikuwa wamefanya umasikini, walikuwa wamefanya magonjwa, walikuwa wamefanya fedheha. Usiku wa leo Bwana Yesu amekuja, amefika kwenye mji wangu, kwenye nyumba yangu, anasema wafungueni, maana usiku wa leo wanatakiwa kurudishwa kwenye nafasi zao. Bwana anaja nao katika jina. Nenda mbele za Mungu, vunja rapa sakata, ninavunja kila nira, ninavunja kila nira za kichawi, za kiganga, za mapepo, za nguvu za giza, za majini mahaba, za addiction, za pombe, za bangi, ninavunja kila nira kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila nira za masikini, kila nira za magonjwa, kila nira za kutokuolewa, kila nira za madeni, ninavunja kila nira, ninavunja kila nira kwa jina la Yesu, 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 kila nira za kipepo, kila mahali walikonifunga kwenye vichuguu, kila mahali walikonifunga kwenye vijumba, ninavunja kila nira, ninavunja kila nira kwenye maisha yangu, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila nira kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila nira shingoni kwangu, ninavunja kwa jina la Yesu kila nira mabegani, ninavunja kila nira za kipepo, za kiganga, za kichawi, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila nira. Naona mapepo yanakimbia, wasimamizi wanakimbia, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninavunja kila nira zilizo nifunga kwenye mabega kwa jina la Yesu, 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 zinavunjika, zinaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila nira mabegani ninavunja
ninavunja, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, shika mafuta ulionayo. Shika mafuta ya nazi, shika mafuta ya kura, shika mafuta ya maji, shika mafuta yako yote. Nyanyua juu, sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Neno lako linasema kwenye Isaya 10:27, tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako, na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Usiku wa leo tunashika haya mafuta, tunaachilia damu ya Yesu kwenye haya mafuta, tunaachilia nguvu za Mungu kwenye haya mafuta, tunaachilia damu ya Yesu kwenye haya mafuta, tunaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwenye haya mafuta. Neno la Mungu linasema mzigo wake utaondoka begani mwangu kwa sababu ya kutiwa mafuta. Usiku wa leo ninaondoa kila mizigo ya kipepo, kila mizigo ya nguvu za giza, kila nira za uharibifu, kila nira za kichawi zinaondoshwa begani mwangu kwa sababu ya kutiwa mafuta. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya haya mafuta, ninakushukuru kwa ajili ya haya mafuta. Ninatamka sawa na Isaya 10:27, nitakapotia mafuta kwenye mabega yangu, kwenye shingo langu, kwenye miguu yangu, kwenye paji langu, kila nira, kila roho zinaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nyanyua hayo mafuta, mtu wa Mungu, nyamaza niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mafuta haya ambayo watoto wako wameyanyanyua. Ninakushukuru kwa ajili ya mafuta haya ya nazi, ninakushukuru kwa ajili ya haya mafuta ya maji, ninakushukuru kwa ajili ya haya mafuta ya olive oil, ninakushukuru kwa ajili ya haya mafuta ya kula usiku wa leo. Baba, ninatamka nguvu za Mungu ndani ya haya mafuta, ninatamka upako wa Roho Mtakatifu ndani ya haya mafuta, ninatamka moto wa Roho Mtakatifu ndani ya haya mafuta. Mafuta, pokea upako. Mafuta, pokea upako na nguvu za Mungu. Mafuta, pokea upako na uweza wa Mungu. Kuanzia leo, mafuta uwe na nguvu za Mungu za kuvunja kila nira mabegani zetu. Uwe na nguvu za kuvunja kila nira za kichawi kwenye mabega yetu. Uwe na nguvu za kuondoa kila roho za uharibifu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Natamka kuanzia sasa, wewe mafuta sio mafuta ya kawaida tena, bali ni mafuta yaliyojaa upako, bali ni mafuta yaliyojaa uweza wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tutakapotia haya mafuta kwenye mabega, ninatamka kila uharibifu wa kichawi umeondolewa. Amen. Kila uharibifu wa kipepo umeondolewa. Amen. Kila uharibifu wa kiganga umeondolewa. Amen. Kila nira zimeondolewa katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, paka hayo mafuta kwenye mabega yako, paka hayo mafuta kwenye miguu yako, paka hayo mafuta kwenye shingo yako, paka hayo mafuta kwenye miguu na paji lako la uso. Alafu shika, omba, tamka kwa jina la Yesu, kila nira zinaondoka kwa jina la Yesu, kila nira zinaondoka kwa jina la Yesu, kila nira zinaondoka, kila vifungo vinafunguka, kila mizigo mabegani mwangu inaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nira zinaharibiwa, 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 zinaondoshwa, zinaondoshwa, zinaondoshwa kwa kutiwa mafuta. Kila nira zinaondoka, 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 yanaondoka, vifungo vinafunguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua usiku wa leo. Asante kwa ajili ya uaminifu wako Baba, ninakutukuza. Nasema usiku wa leo, kwa sadaka hizi vifungo vyote vinaondoka kwenye maisha yetu. Amen. Kwa sadaka hizi kila nira inakatika kwenye maisha yetu. Amen. Kwa sadaka hizi uzao wa tumbo langu unakombolewa, kama ambavyo mwanapunda pamoja na mamaye walifunguliwa kutoka kwenye utumwa. Nasi Baba, tunapoachia hizi sadaka kwenye madhabahu yako, ninatamka kila utumwa unaondoka. Amen. Kila vifungo vinaondoka. Amen. Kila giza linaondoka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yako, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi
nafasi yako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yako. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yako. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye nafasi yako. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye nafasi yangu. Katika jina la Yesu. Sema nanyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yangu ya baraka. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye nafasi yangu ya baraka. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye nafasi yangu ya baraka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo ile agano kwenye nafasi yangu ya baraka. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202 na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia mtu wa Mungu, kama haujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma jina lako kwenye namba 0655108869. Narudia tena 0655108869. Lakini pia kama unapitia kwenye changamoto yeyote na utahitaji maombi, basi utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Na pia kama haujajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, kwa namba hizo tutafute na tutaweza kukuunga, na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Zimeshindwa na Yesu.